Mpe Bwana makofi ya shangwe na furaha. Nimpongeze Baba Askofu Bruno Makiborwa na mama kwa kuheshimu mambo ya kuombea nchi. Sema amen. Jina la Yesu libarikiwe sana. Nikupongeze na wewe ambaye ulisimama pamoja naye. Mpe Bwana makofi ya shangwe na furaha. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tusome katika kitabu kile, bado tuko kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mlango wa 7 ule mstari wa 14 na 15. Lakini maneno mengi tutayazungumza hapa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Kuna kitu ambacho Mungu anakwenda kukifanya kikubwa katikati yenu baada ya maombi haya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mambo ya Nyakati kama tulivyokwisha kufika inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha. Kumbuka jambo la kujinyenyekesha. Bwana asifiwe sana. Na moja kati ya mambo ya muhimu sana baada ya kuomba ni kujinyenyekesha tayari, ili tupate majibu yale ambayo Mungu amekusudia kutupa. Jina la Bwana barikiwe sana. Kichwa chetu cha leo, ujumbe ni ule ule, neno ni lile, lakini kichwa chetu cha leo kinasema, Mungu akikupenda au akilipenda taifa utahadharisha. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu huwa anatahadharisha. Mungu hafanyi bila kutahadharisha. Sema amen. Haruhusu kitu kitokee kibaya bila kutahadharisha. Kwa Mungu lazima atahadharishe, iwe kwenye familia, iwe kwenye kanisa, iwe kwenye taifa. Iwe kwenye familia, iwe kwenye kanisa, iwe kwenye taifa. Sasa Mungu amenisisitiza sana nizungumze juu ya kuelewa kwamba huwa Mungu anatahadharisha kabla ya tukio baya kutokea. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Na huwa anatahadharisha. Ndio maana nasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya. Mungu amenyoka sana, huwa apindi kona kwenye mambo ya pindi. Na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Unajua, mpango wa Mungu ni kuponya, sio kuangamiza. Lakini Mungu anafikia mahali akishindwa kupata kile anachokitaka kwetu, anaruhusu jambo lolote linatokea. Ndio maana anasema anaweka condition za mambo ambayo yapo. Ya kwanza, kujinyenyekesha. Awe mtu, liwe kanisa, liwe taifa, lazima liwe na wakati wa kujinyenyekesha. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Awe mtu, liwe kanisa, liwe taifa. Mungu anataka aone kwake kuna kitu kinaitwa kujinyenyekesha. Juzi kama sio juzi au jana, nilikazia sana nikasema, kati ya mambo ambayo Mungu anayachukia, la kwanza ni kiburi. Nikasema kiburi ni ugonjwa mbaya na ni dhambi namba 1 inayoongoza zote. Dhambi namba 1 sio ulevi, sio uzinzi, sio kitu gani, ni kiburi.
Kilichomshinda shetani ni vile alijiamini sana, akasema nitapanda juu kuliko yeye ambaye hivi, nitapanda juu kuliko yoyote, nitafanya kuliko yoyote, hivi kuliko yoyote. Vitu vingi alivyozungumza, hata kuliko yeye aliye juu. Sasa nitapanda, ukisoma kwenye Isaya huko, labda ukiangalia milango ya 14 mpaka kwenye 20 na ngapi huko, utaangalia nitapanda, kila kitu kitakuwa chini, nitakwenda juu, nitakwenda. Kwa nini? Ameanza na kujinyenyekesha. Mungu anapenda, kwa sababu hakuna maombi yanayoweza kufanikiwa bila kujinyenyekesha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hakuna maombi yatakayoweza kufanikiwa. Ndio maana sasa, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, watu wake ni watakatifu, wateule, waliookoka, kanisa, wana wa Mungu. Usalama wa taifa letu uko kwa watu wake. Sema amen. Usalama wa familia uko kwa watu wake. Usalama wa kanisa letu, kanisa lote duniani, uko kwa watu wake. Wakikiuka tu haya, yasipofanyika haya, la kwanza sasa kujinyenyekesha. Unajua Mungu na mwanadamu ni tofauti. Mungu ni Mungu, na ndio maana chakula cha Mungu ni sifa, heshima, shukrani na utukufu. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu hali hivi tunavyokula sisi, na asikii njaa, asikii kiu. Ukiona pale msalabani Bwana Yesu alisema nina kiu, au kuna namna fulani, Biblia inamnena Yesu kwamba alipokuja duniani ni Mungu aliyekuja katika umbile la kibinadamu. Sema amen. Katika Yohana 11 mstari wa 14 inasema Mungu mwenyewe alifanyika mwili, akaja akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu kama wa mwana pekee wa Mungu, amejaa neema na kweli. Lakini ukweli ni kwamba Mungu wakati anakuja kutusaidia sisi na kututetea sisi, aliacha mamlaka yote, akaacha utukufu wote, akaacha heshima zote, akaacha kila kitu ili atupate sisi. Kama wa kwanza kwenye unyenyekevu, Yesu ndio wa kwanza katika wanyenyekevu. Alivaa sura ya unyenyekevu. Sasa jitieni nira yangu mjifunze kwangu, mimi ni mpole na mnyenyekevu, sio wa mwili, wa moyo, ndipo na nyinyi mtapata raha katika nafsi zenu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa Mungu anapenda tunyenyekee, ili maombi yetu yapate kibali kwake. Ili Mungu afanye kitu, kwanza kunyenyekea, kujinyenyekesha. Nisema kiburi ni ugonjwa mbaya ambao haumtesi mwenye kiburi, unawatesa walio karibu naye. Kama ni mtoto ana kiburi, unamtesa baba, unamtesa mama. Kama ni mume ana kiburi, unamtesa mke na familia na watoto walioko. Kama ni mke unamtesa, ana kiburi, unatesa mume na familia yote iliyoko kwa namna moja au nyingine. Sasa Mungu kabla hajafanya jambo anatahadharisha. Lengo la kutahadharisha ili aponye, kwa sababu Mungu yuko kwa ajili ya kuponya, sio kuangamiza. Sema amen. Ndio maana Biblia inasema hata ile jehanamu haikuwekwa kwa ajili ya mwanadamu, iliwekwa kwa ajili ya shetani na malaika zake na wapambe zake. Shetani, ile jehanamu haikuwekwa kwa ajili ya mwanadamu, ila mwanadamu anayekiuka hayo maelekezo ya Mungu anajitolea mwenyewe
kuingia katika jehanamu kwa hiari. Yako mambo mengi ya kujitolea. Kwa nini mtu ajitolee kuingia jehanamu? Jina la Yesu libarikiwe sana. Sasa ukisoma hata katika kile kitabu cha Ayubu, tukiangalia kwenye kile kitabu cha Ayubu, tunauona ule moyo wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunauona ule moyo wa Mungu, kabla hajafanya lolote anatahadharisha. Jina la Yesu libarikiwe sana. Mungu anatahadharisha, na Biblia inasema Mungu usema mara moja au mara mbili. Kama mtu ajali, Mungu anaacha. Jina la Yesu libarikiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa Mungu anasema mara moja au mara mbili. Kama mtu hajali, Mungu naye anaachana naye vile vile. Ayubu 33 mstari wa 14. 33 mstari wa 14. Ayubu, tuangalie kwenye Ayubu 33, anasema kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu ananena mara moja, sio kwamba Mungu hajasema lolote. Sio kwamba Mungu ananyamaza maafa tu ya wapate watu. Na jinsi gani huwa ukiona maafa yametokea, ujue alishasema, alishatahadharisha. Na moja kati ya njia ya kusema ni kama hivi askofu alivyosema, tuombe. Sema amen. Ule ni mwongozo wa Mungu kwamba muombe apangue. Tulisoma katika Yona 1, Yona ile 1, tulisoma katika Yona 1 ule mstari wa 5 kama sikosei. Uwa Mungu lazima atahadharishe, atatumia hata mtu wa namna gani ili watu wapone kwa namna moja au nyingine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa Yona 1 mstari wa 5 vinasema, basi wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamwomba Mungu wake, nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebuni ili kupunguza ule uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani ya merikebu huko chini, akajilaza akapata usingizi. Basi nahodha akamwambia, una nini ewe ulalaye usingizi? Wakati wa misukosuko analala usingizi, wakati wa makelele, wakati wa rumors, wakati wa vurugu, wakati maneno machafu anayoyaona labda kwa namna moja au nyingine, analala usingizi, yuko anajisikia starehe tu, ametulia. Sasa una nini ewe ulalaye usingizi? Amka umwombe Mungu wako, labda Mungu huyo atatukumbuka tusipotee. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa Mungu anatahadharisha hata kwa kutumia mtu. Hapo alitumia yule nahodha, na kweli walipotii, Mungu anasema mara moja au mara mbili. Huenda kama asingetii yule Yona katika lile Yona akutii lile la kwanza, sasa la pili ilikuwa ndio hilo la nahodha kwake, na asingelitii hilo la nahodha alilolizungumza, kitu kingetokea kigumu kwake. Lakini kwa neema ya Mungu aliamka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mpe Bwana makofi ya shangwe na furaha. Tunapaswa kuamka, na sisi tunapaswa kuamka. Unayenitazama, uliyeko hapa, mahali popote, unapaswa kuamka. Na nikasisitiza kwenye pointi kwamba usipoomba unawaimarisha adui zako, unaimarisha mateso, unaimarisha mambo magumu yanakuja huko mbele. Sasa basi, Mungu anatahadharisha. Ndio maana ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, kwanza watajinyenyekesha, pili watanitafuta uso, wataniomba na kunitafuta uso,
na kuziacha njia zao mbaya, nitasikia kutoka mbinguni, nitasamehe na nitaiponya nchi yao. Haya maneno hayako ili yenyewe tu yakaa hivyo hivyo, yaishie hivyo hivyo, yamalizike. Biblia inasema yaliandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiria misho ya dunia. Sasa hivi ni yetu sisi, hii Biblia sasa hivi ni yetu, iko wazi kwetu. Biblia inasema mambo ya siri ni ya Mungu. Kwa tusijifanye kwamba anajua Mungu mwenyewe, itakuwa vipi? Ya siri sio yetu. Biblia inasema Kumbukumbu ya Torati, mambo ya siri ni ya Mungu, lakini haya yaliyoko sasa ni yetu sisi na watoto wetu tuyafanye. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa ni wakati wetu sisi kuitekeleza hii Biblia. Inasema nini? Tufanye nini ili tuwe salama? Usalama wetu uko kwenye hili neno la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Katika Kumbukumbu la Torati mlango wa 29 mstari wa 29, Biblia inasema mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, bali mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno ya sheria hii. Kumbukumbu 29:29. Kwa sisi haya yameandikwa kwa ajili yetu sisi. Ikiwa watu wangu, tusije tukasema Mungu hakusema, hatukusikia, haikuwa hivi, Mungu ungetusaidia, lakini Mungu anasema. Na ndio maana tuko hapa, kwa sababu Mungu amesema kupitia kinywa cha mtumishi wake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ili Mungu aiponye nchi, natakiwa watu wasimame waombe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sikiza nikuelezea. Wakati mwingine mimi akili yangu huwa inaendaga mbali sana. Nchi haiponywi kwa mizinga, haiponywi sijui kwa makombola walionayo nchi fulani au vipi. Ziangalie nchi zenye makombola makubwa sana duniani zinavyoteketea huko ziliko. Kuna kainchi kanapambana na Urusi kule kako. Sikiza nikueleze, usije ukafikiri hawana, wanayo. Inaponywa kwa maombi, na mimi lazima nizungumze hivyo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unanisikia nachokueleza? Yaani kabisa, haiponywi kwa mizinga iliyopo, haiponywi kwa makombola iliyopo, kwa kitu gani? Inaponywa kwa maombi. Na mimi naongea kama nabii pia kwa jinsi hiyo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Angalia wenye makombola ya kila design, waliojipanga, wamesheheni huku na huku, wanachukua hivi na hivi na hivi. Waangalie wanavyoteseka. Waangalie wanavyopata shida, wanavyolia. Waangalie kila siku ambavyo wanavyosambaratika na kuteketea katika nchi yao. Na mimi ni nabii kwenye hili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Inaponywa. Ndio maana Mungu anatupa instruction, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, nitasikia, nitasamehe, nitaponya nchi yao. Kama hatuamini basi, na moja kati ya na dhambi ya pili ni kutokuamini. Ni kutokuamini. Kutokuamini ni dhambi. Watu wengi watakao kwenda jehanamu ni kwa sababu ya kutokuamini. Wengi watakao angamia milele na milele na milele ni kwa sababu ya kutokuamini. Kutokuamini haimgusi Mungu peke yake, inagusa hata maisha. Kwa mfano, kisha mwambia mume wangu sikuamini tena, ndoa ishasambaratika. Kutokuamini kuko kila mahali. Sasa niamini anakaa na mimi ili weje? Mke wangu sikuamini tena, hapo hakuna ndoa.
ule mfumo wa kuamini ulitoka kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunaishi kwa kuwa tunaaminiana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunategemeana. Kwa swala imani linagusa kwa Mungu, linagusa mpaka kwa wanadamu. Kwa mfano mchungaji sikuamini tena, sema toka sasa nikuchunge. Ina kazi gani ya kuchunga? Hakuna sababu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Sasa mimi nitakuchungaje mtu ambaye uniamini mchungaji wako? Mzee Mwambola naona limemgusa sana hivi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ni lazima. Bimesa pasipo imani haiwezekani. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa tunatakiwa, imani ni mpango mzuri tu wa Mungu, kuliamini neno lake Mungu alivyosema, na tutapona, tutakuwa salama kwa neno lake. Sema amen. Mungu mkono kama unanielewa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa Mungu alitahadharisha kila mahali kabla ya kumwangamiza, kumwangamiza, alipotaka kumwangamiza Hezekia mfalme wa Yuda, alituma nabii Isaya 38 mstari wa kwanza na kuendelea. Akamwendea Hezekia akamwambia, Mungu akuamini kama Hezekia mfalme wa Yuda anaweza kafanya hayo mambo? Hakuamini. Hezekia moyo wake unaweza ukaanza kuwa baridi baada ya kumwamini Mungu, kutulia mbele za Mungu, kwa sababu Mungu aliona. Ukiangalia kwenye Biblia, moja kati ya wafalme wazuri, Hezekia alikuwa kwenye fungu la wafalme wazuri na watawala wazuri. Soma tu Biblia utaona Hezekia mfalme wa Yuda alikuwa ni miongoni mwa watu wenye kwenye fungu zuri linalotegemewa na kuaminiwa. Lakini kadri anavyojitahidi kufanya hivi, anaona hivi, anavyojitahidi Mungu inakuwa hivi, anavyojitahidi na akamwambia nabii Isaya, nenda haraka, akamwambia Hezekia, utakufa wala hutapona. Tengeneza mambo yako, ujumbe mpeleke. Na kuonyesha kuwa alikuwa ni mzuri, akatubu. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Akatubu, akanyenyekea. Mungu akamuongeza miaka 15 ya kuishi. Mpe Bwana makofi ya shangwe na furaha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kabla ya Nuhu kipindi chake cha gharika, Mungu alitahadharisha Nuhu, nenda kawaambie watu wangu kuna kujenga safina, maana nitapiga nchi, tapiga dunia. Nuhu alijaribu, watu wakapuza. Sasa haijawahi kutokea. Tapiga kwa maji. Sasa alisema nitapiga kwa maji. Sasa wengine wakapuza, sasa maji gani hayo? Tushazoea, tushaanza maji tunayaona siku zote yananyesha. Tushaona tsunami za kila design. Tushaona mafuriko yote na matetemeko yote. Haijawahi kufunika hii hali kufika hapa. Akasema lakini waambie nitapiga. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wanabisha hawabishi, nitapiga kwa maji. So wangapi wananielewa ninachokizungumza? Jina la Bwana libarikiwe sana. Wanaelewa, waelewi, wanakubali, wakubali, nitapiga kwa maji. Basi ikaendelea, wote wakagoma, wote wakawa wanaendelea na mambo yao kama kawaida kwenye maisha yao. Ni familia moja ya Nuhu iliyotii maelekezo ya Mungu. Nuhu na mke wake na watoto wake 3 na wake zao, watu 8 wakaingia kwenye safina. Ukisikia Noa ile ni kama Nuhu, yani watu 8 tu ndio watakao wakae mle ndani, wengine hawaruhusiwi kukaa mle. Kukaa kule kuzidi ni kosa. Mungu atusaidie. Sema amen.
nikazie kwenye andiko la Luka 4. Tusije, yani vizuri sana baada ya maombi haya kuwa na kitu fulani cha kujiangalia. Sasa hivi kuna kitu kingine unajua, baada ya maombi tukae katika hali ya tahadhari, tusije tukashindwa kupokea maelekezo zaidi ya Mungu. Sema amen. Baada ya maombi haya tunayozungumza, ile 4 mstari wa 12 unasema Yesu kuendelea, mstari wa 13 Luka pale mbele. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi alimwacha akaenda zake kwa muda. Tumemwomba Mungu usiwe mwisho wa maombi. Shetani hajaondoka, bado yupo. Mshike mkono mwenzako, mwambie shetani hajaondoka, bado yupo, na majaribu bado. Sasa ndio wakati wa kujipanga zaidi. Sema amen. Punga mkono kama unanielewa. Tuko pamoja? Usije ukasema yale maombi ya siku 3 kuishiria mbali. Huyo jamaa ashaenda zake. Sasa alipomaliza kila jaribu, unajua hapo Yesu ndio alikuwa kwenye masiku 40 ya kwake, ndio anajaribiwa baada ya zile siku 40, sio siku 3 zetu. Sasa akamwacha akaenda zake kwa muda. Anaenda zake tu kwa muda. Kanisa linatakiwa liendelee kujipanga. Nguvu ya maombi isiishie hapa. Moyo wa maombi usiishie hapa. Ili lilikuwa ni moja kati ya zoezi la kutupanga kwa ajili ya mambo yaliyoko mbele. Sema amen. Punga mkono kama unanielewa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa usije ukafikiri sasa nimemaliza kila kitu kwisha. Nikifuatilia kwenye kitabu cha Danieli 10, kuna kitu kingine ambacho tunakikosa kama kanisa. Biblia inasema Danieli anaambiwa, sasa anaambiwa Danieli na malaika anaambiwa, ujumbe wa Mungu anapewa kwamba Danieli, tangu siku ile ya kwanza ulipotia ufahamu, maombi yako yalijibiwa. Hivyo nafikiri tulipoomba siku ya kwanza Mungu akusikia. Bwana asifiwe sana. Wangapi wanasema alisikia tulipoomba siku ya kwanza? Alisikia. Wangapi tulipoomba siku ya pili Mungu akusikia? Jina la Bwana barikiwe sana. Hata tunapoomba leo, yani yale tuliyoyaomba Mungu ameshayasikia. Mpe Bwana makofi ya shangwe na furaha. Mungu ameshayasikia. Tukae katika mkao wa kupokea. Tatizo ni kutokukaa kwenye mkao wa kupokea majibu ambayo Mungu analeta. Mungu yeye yuko makini sana kutusikiliza, kukaa kwenye mkao wa kutusikiliza tunapoomba. Lakini baada ya maombi sisi tunasambaratika, kila mmoja yuko kivyake. Utamtafutia mwingine kulia, mwingine mashariki, mwingine magharibi, mwingine kusini, mwingine wapi. Sasa ndio tutakuwa tukae pamoja, tujipange pamoja, tuwe tayari kupokea. Unajua tatizo letu sisi kama watu wa Mungu, tunajua kuomba, hatujui jinsi ya kupokea tuliyoyaomba. Kuna mambo mawili, kuna kuomba na kuna jinsi ya kupokea yale uliyoyaomba. Wengi walishaomba hapa, wachumba walishajibiwa, lakini hawajui jinsi gani watakavyopokea. Walishaomba nyumba, walishaomba mali, walishaomba, lakini hawajiweka kwenye ile nani, mfumo wa kupokea kile ambacho Mungu anataka kukifanya tulichokiomba. Kwa ni sawa na mtu ambaye alikuwa anaomba, amepiga magoti, anaomba. Jina la Bwana barikiwe sana. Lakini Mungu anatuma malaika kuja kuleta jibu. Analeta jibu kabla malaika yule ajagusa huyu mtu. Yule mtu alishainuka, ameshaenda zake na shughuli zake, anaendelea na mambo yake. Malaika atamshughulikia nani? Atamhudumia nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kabla hajabarikiwa yule, hajapokea kile alichokuwa
ashaenda zake yule mtu huko, malaika anaishia na mikono yake hapo hapo alipoishia, hana cha kuendelea cha zaidi. Ni wakati wa kujitengeneza, kujiweka sawa katika tutengeneze mazingira ya kupokea kile tulichokiomba. Sema amen. Punga mkono kama unanielewa. Mungu akubariki sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mazingira kutengeneza ya jinsi ya kukipokea. Kwa hiyo hakuna jambo linaloweza kutokea kabla ya Mungu kusema. Hakuna vita, hakuna vurugu, hakuna chochote, hakuna kama lazima kimesemwa, lazima kimeonywa, lazima kama ni ngoma imepigwa lazima inapasuka. Mungu atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuko katika wakati, Biblia inasema tukomboe wakati, kwa sababu nyakati hizi ni za uovu.